Vipi? Kuna shida yoyote? Hapana mume wangu. Nimekuletea tu matunda. No. Sawa. Kuna shida nyingine? Na sawa. Siku mwema. Na kwako pia. Katuletea matunda. Yuzo, una akili kweli wewe? Kwa nini unasema hivyo? Yule binti kwa maelezo amedai kwamba ni mwanamke wako. Unawezaje kumwamini kirahisi atuletee matunda ili yakuwa unajua kwamba tuko chumbani? Kwani kuna shida yoyote ya kufanya hivyo? Ndiyo, shida ipo. Kumbuka mimi nipo chumbani. Je, kama ametokea sumu kwenye matunda, unawezaje kumwamini kirahisi hivyo? Mwasi bwana. Kwa jinsi ninavyomjua yule mwanamke, hawezi kufanya kitu cha kinyama kiasi hicho, kwa sababu ni muoga, ni mpole, pia ananinyenyekea sana na ananiogopa. Kwa hiyo ujasiri wa kufanya kitu kibaya hana kwenye maisha yake. Ndio maana nikakutambulisha mbele yake, kwa sababu nilijua tu ni nyuki mashineni, hawezi kung'ata. Yuzo, usimwamini hata siku moja kiumbe anaitwa mwanamke. Hususan hao mabinti wapole na wakimya. Ni watu hatari sana. Hivyo nakupasa kuwa makini. Usimwamini na usijiamini 100%. Muda wote anaweza kubadilika na kaa kiumbe kingine kabisa. Kwa hiyo, take care. Kwa hiyo unahisi kama ametuwekea sumu? Mhm. Let me show you. So, enjoy. Thank you. So umeona sasa, hawezi kufanya kitu chochote, namjua vizuri. Halafu kuna kauli umeiongea hapa, sijaielewa. Ulisema kwamba msimwamini mwanamke yoyote kwenye hii dunia. Kwa hiyo tafsiri yake hadi wewe sikuamini eti? Sina maana hiyo. Lakini napaswa niamini 50% kwa sababu mimi ni binadamu. Muda wote naweza nikabadilika. Kama tumewekewa sumu, tunakufa wote wawili mundani. Kwa hiyo unamaanisha kwa tukifa sisi tunazikwa wote? Take care. Abomoka kwa yaloni kutu wengana sema na chanya nayo. Ama penzi mwenzenu
ame mapenzi siwezi. Dada samani, naomba tuongee kidogo. Hivi wewe ukiwa kama mwanamke mwenzangu utajisikiaje pale ambapo nitakuja nyumbani kwako na mume wako na nitalala kwenye kitanda ambacho mnalala pamoja? Unasemaje wewe binti? Mimi nilijua unaniuliza kitu cha msingi na cha maana. Kumbe unaongea upumbavu kama huo. Hivi una akili timamu wewe? Unahisi mimi ni chokora kama ulivyo wewe? Naomba uniangalie vizuri kwa umakini. Naitwa Madam Mwasi. Mtaa mzima huwa ananijua. Nataka kujua upande wangu wa pili. Maswali kipumbavu kama hayo, wakati mwingine ukiona isura, usithubutu kunyanyua mdomo wako. Ngedele mmoja wewe. Unafikiri mnaongea na watoto wadogo wasije kujitawaza? Lakini mimi sijakuuliza kwa ubaya. Naona kama umepanic. Nilikuwa natamani tu kujua. Ila kama unaona nimekukosea, pia naomba unisamehe. Kaa kimya, hausijali wewe. Hadhi yako wewe ni kuosha vyombo, kunifulia na kulinaba miguu yangu. Umenielewa? Na ushukuru Mungu umeweza kulala kwenye makochi. Ungenikuta kibiriki navuta bangi, ungelala mtaroni jana. Mjusi mmoja wewe. Anishajua asina cha kupata kwa yalonisibu, wengine sema niachane nayo, mapenzi siwezi, alimzenu mapenzi nayachukia. Oh, mapenzi yapite huko nipite kivya. Karibu mume. Pole na kazi mume wangu. Alafu kingine mume wangu, leo nimekuandalia chakula kizuri ambacho wanakipenda. Kwa nini nakusubiri uje tule wote mpenzi? Asante, nimeshiba. Nimekula nilikotoka. Naomba nikapumzike. Nimechoka. Shakaribia vipi? Hapa ndo hivyo hivyo, nzuri tu. Nimetoka vikoba hapo, nikaona sio mbaya nipitie kuja kukujulia haya, maana meseji zako zimenishtua. Kulikoni? Kama hivyo nilivyokuambia ndugu yangu. Yaani Yuzo amezidi kubadilika. Yaani Yuzo naona kila siku ndo mabadiliko yanazidi. Kuna muda mpaka nakata tamaa. Kwa sababu sijui nini nifanye, sijui nini nisifanye. Yaani sielewi, unajua. Ni mambo yale yale au kuna mengine tena shogangu? Mambo yake ni yale yale. Ila sasa hivi sasa ndo kuna jambo kubwa na zito. Na sijui hata nalifanyaje. Wala sielewi jinsi ya kulitatua. Jambo gani hili? Naweza nikakuomba kitu Suzi? Haina shida, kuwa na amani. Nataka nikwambie hicho kitu rafiki yangu. Lakini hili kama hautokuja kumwambia mtu yoyote. Kwa sababu kama ukimwambia mtu, basi hiyo ni fedheha kwangu.
Jisikie huru rafiki yangu. Tunaongeaga mangapi? Tunashauriana mangapi kuhusu maisha? Kuwa na amani. Sitamwambia mtu yoyote, itakuwa siri yangu tu. Sawa. Suzi, mimi nilienda hospitali kupima. Na baada ya kupima nimekutwa na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Toba. Rafiki yangu, pole sana. Lakini nakumbuka nilikushauri bado mapema ushauri wangu kuusikia wala kuufanyia kazi. Vipi mmeo anajua? Yaani naogopa hata kumwambia. Na hivyo alivyobadilika sasa hivi, sio hata atanifanyaje. Hapana, usiogope kumwambia. Yule ni mume wako. Kaa naye chini, ongea naye. Atakuelewa tu. Na baada hapo mtaanza kliniki. Mkizingatia masharti, mbona mtaishi vizuri tu. Hata Mwenyezi Mungu akiwajalia kuja kupata mtoto wenu ataishi bila maambukizi yote ya virusi vya ukimwi. Nyie sio wa kwanza. Wapo ambao wameshaishi na virusi vya ukimwi na wanaishi vizuri tu na maisha mazuri tu. Cha msingi ni kuzingatia tu masharti. Basi sawa, mimi nimekuelewa. Nitajitahidi kufanyia kazi ushauri wako rafiki yangu. Lakini Suzi, zingatie. Kubwa kuliko hapa. Naomba zingatia usiri. Nimekuamini kama rafiki yangu. Ndio maana nimeweza kukuambia siri yangu. Naomba asije kujua mtu yoyote. Kwa sababu kama ikigundulika huko nje, basi ni fedheha kubwa sana kwangu Suzi. Usijali rafiki yangu. Wewe kuwa na amani. Tumeshauriana vitu vingi sana kwenye maisha. Kwa hiyo hata ili ulionishirikisha pia, usitegemee kama utakuja kulisikia nje. Kuwa na amani sana kabisa rafiki yangu. Basi sawa. Mimi nimekuelewa uzuri rafiki yangu. Nitajitahidi kufanyia kazi ushauri wako. Sawa udugu wangu. Ngoja mimi nikuache, maana nimetoka kwa kikoba nimechoka. Yuzo mume wangu. Mimi kuna kitu nataka nikwambie. Kitu gani hicho? Lakini pia kama nitakwambia hiki kitu utahisi nimekukosea. Naomba unisamehe sana mume wangu.
Sawa, nakusikiliza. Milo nilienda hospitali kwa ajili ya vipimo, na baada ya vipimo majibu ambayo nilipatiwa yalinisikitisha sana. Nana, go straight to the point. Yuzo, mume wangu, mimi nimeathirika na virusi vya ukimwi. Ninaota au unachokisikia ni sahihi? Ndio hivyo mume wangu, au ndo majibu ambayo nilipatiwa. Unasema unaenda kanisani, kumbe unaenda kwa mabwana zako eh? Nana, wewe ni malaya eh? Umeanza kujiuza siku hizi sio? Haya, mwenzangu, huo ukimwi umeutoa wapi? Hata mimi pia sielewi mume wangu, lakini nilikuwa naomba na wewe pia uende ukapime. Hivi unajua unachekesha sana wewe mwanamke. Yaani mimi nitoe haya mabongo yangu mawili niyapeleke moja kwa moja hospitali, eti daktari nimekuja nipime ukimwi? Never ever and forget about it. Siwezi na sitoweza. Hivi kwa kuniangalia tu, kwa kunitazama kwa macho yako mawili, Yuzo unaweza kupata ukimwi kirahisi kiasi hicho? Au unaniletea mazingaombwe hapa nyumbani? Kama ulitaka kunitega mtego, huo mtego wako umefeli. Siwezi kupata ukimwi mimi kirahisi. Na kama ni sahihi wewe una ukimwi, huo ukimwi utakuwa umeutoa huko kwa mabwana zako. Siku zote unaniambia naenda kanisani, naenda kusali, kumbe unaenda kwa mawala zako wewe. Nana, wewe ni malaya eh? Umeanza kujiuza siku hizi sio? Lakini mume wangu, mimi sijakwambia kwa ubaya. Nimekwambia tu ili uweze kulinda afya yako. Sitaki, siendi na sitokwenda. Never ever and forget about it. Kwa yaloni kutu wengana sema nachana nayo. Amapenzi mwenzenu, hame mapenzi siawezi nayachukia. Oh, mapenzi yapite huko nipite kivyangu, nendelea na maisha yangu, mana nateswa moyoni nayachukia. Napenda sipendwi, nijikondeshe na nguvu zangu, acha tunende zangu. Oh, oh, yeah. Nayachukia. Jaribu kuvuta taswira, asubira imenishinda. Anishajua asina chakupa kwa yalonisibu, wengana sema nachane nayo.